Ina maana pepo ni neema zaidi kuliko hata moto. Basi qila laha yauma alqiyamati, mwanamke ambaye ameswali sala 5 akafunga mwezi Ramadhani na akahifadhi mwili wake usiguswe na kupatikana na yoyote mwingine zaidi ya mumewe, na akamtii mumewe. Liko jambo la kumtii mumewe katika hadithi hiyo, kumtii ambako Mtume anasema ningekuwa na uwezo kumwamrisha mtu kumsujudia mtu, basi ningempa amri huyu mwanamke akamsujudia mumewe. Wa ata'at ba'ala, lakini kabaki bado amri ya kumtii mumewe. Akiyafanya hayo mwanamke, qila laha yauma alqiyama, na hatoyafanya haya kwa kubahatisha tu, mpaka yule mume awe mume kweli kweli, mume awe ambaye anawajibika kumsimamia yule mkewe katika hali zote, katika kuanzia mambo ya dini yake, heshima yake, ibada zake, kumjua Mola wake na hivi na hivi. Basi hapo ndipo ataweza kuyafanya mke mambo haya, mpaka awe yule mume yuko katika mstari huo. Akiwa mume hayuko mstari huo, mwanamke hayafanyi hayo, wala haonekane, wala hajui chochote kuhusu Mola wake. Ingia peponi min abwabiha 8, katika milango yake 8, na uingie min ayyiha shi'ti, katika wowote uliopenda mwenyewe. Chagua utakuingilia upi. Pindi akifanya hayo, ndani yake limo jambo gani? Wa ata'at ba'alaha, na akamtii mumewe. Faida ya kwanza ni hiyo. Na faida ya pili, as-sujudu la yajuzu illa lillahi ta'ala. Sijida, Mtume hapa anabainisha, nimeshindwa kumwambia mwanamke amsujudi mumewe, nimeshindwa, siwezi kufanya, kwa sababu as-sujud la yajuzu, sijida haifai illa lillahi ta'ala, isipokuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Hiyo ni hadithi ya 5 katika hadithi 8 za mlango haqqu zawji ala almar'a. Tunakwenda kwenye hadithi ya 6 sasa.